Mayo Mdeli Lemhala Mamilimo Kinehe. Mheshimiwa mgombea, awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha sote salama mpaka siku ya leo. Tumebaki na siku chache za Watanzania kuamua, na mimi nitasema machache kwa ridhaa yako na viongozi wangu wa chama. Mkoa huu wa Shinyanga, amesema mdogo wangu Katambi kwamba fedha zimepungua na mjini zimepungua. Ni kweli, hali ya uchumi ya Shinyanga ni eneo ambalo lilikuwa linabebwa zaidi na madini kwa maana ya almasi, lakini vile vile kilimo kwa maana ya pamba, na hapa ndipo kiini cha ushirika katika nchi hii ulikuwa ukiongelea. Unaongelea Shireku, unaongelea Nyanza, unaongelea KNCU iliyokuwa Kilimanjaro. Ni ukweli usiopingika. Umeingia madarakani wewe kuwa makamu wa rais, na mimi nilipata fursa ya kuzunguka na wewe ukiwa mgombea mwenza ukanda ule wa tumbaku mwaka 2020. Lakini moja ya kauli yako maeneo yote ulikuwa ukipita, ulikuwa unazungumzia ni namna gani unakerwa na umaskini wa wakulima wafugaji walioko vijijini. Mipango ya Mwenyezi Mungu anaijua yeye. Leo Mwenyezi Mungu akakupa dhamana ya kuongoza nchi, na mimi nitaongelea kwa ufupi kuhusu Shinyanga. Mheshimiwa mgombea, Shinyanga ni wakulima wakubwa wa pamba, tumbaku, mpunga, mbaazi, dengu, choroko. Na huku kwetu Usukumani, Mheshimiwa mgombea, na wananchi wote wa Usukumani wanafahamu, dengu, choroko, mbaazi ni mazao ya mama kuhudumia familia. Pamba, ng'ombe na mazao mengine, muamuzi mkuu ni baba kwenye kaya. Na mwenyekiti anacheka kwa sababu ndio utamaduni ulioko hata kule kwake Kahama. Tumbaku ni ya kwake, mbaazi, dengu na choroko ni ya mama nyumbani. Umeingia madarakani, mazao haya hayana soko, hayana thamani. Kwa mwaka huu mkoa wa Shinyanga tumeuza choroko ambazo fedha walizopokea wakulima wadogo, kina mama wa mkoa huu. Na kwa kuwa Shireku ilikuwa na matatizo, ulitupa maelekezo ya kurasimisha wafanyabiashara wadogo wasiokuwa rasmi, wakashirikiana na ushirika. Dengu iliyouza ni zaidi ya shilingi bilioni 6 na milioni 695. Lakini choroko iliyouzwa ni zaidi ya bilioni 6.6. Dengu bilioni 24. Hiki kilikuwa ni kipato ambacho hakiko rasmi katika mkoa huu. Hizi ni fedha ambazo zimeenda kwenye kaya za wakulima na kina mama katika majumba yao. Lakini mheshimiwa mgombea, mkoa huu zao la pamba lilikufa. Umeingia madarakani, uzalishaji wa pamba katika mkoa wa Shinyanga ni tani 10,000 tu na hazina soko. Ukaanza kutoa ruzuku, na mwaka huu wakulima wa pamba katika mikoa yote, na mratibu wa kampeni wa kanda hii ni mhamasishaji wa zao la pamba, Mzee Mwandri, ndiye anawafundisha namna ya kupanda. Umetoa fedha shilingi bilioni 20 kuwapa wakulima wa mkoa wa Shinyanga kama ruzuku kwa ajili ya zao la pamba. Umewapa mbegu bure, umewapa madawa bure, umewapa mabomba ya kupulizia bure, umeajiri maafisa ugani kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kata zao. Na shahidi mmoja ni mneki wa mkoa huu, ndugu Gaki. Mwaka jana wilaya ya Kishapu, kata alizopewa kwa mfumo wa contract farming, kata 3 tu zimempa pamba ya kuendesha kiwanda chake mwaka mzima, kwa sababu ulitoa ruzuku kwa hawa wananchi. Uzalishaji umetoka tani 10,000 mpaka tani 34,000 ambazo zimeuzwa mwaka huu. Mheshimiwa mgombea, utaenda Kahama
ya tumbaku na mengine tutaongea Kahama. Lakini nini ninachotaka niseme? Jana Simiyu nilisema uchaguzi huu ni uchaguzi wa kufanya maamuzi kati ya maisha halisi na anasa. Wapo wanaojadili anasa kama ndio ziwe ajenda za uchaguzi, kwamba haki na uhuru wetu umeondolewa kwa sababu hakuna Twitter. Sisi huku vijijini tunaelewa nini maana ya hatua unazochukua. Umeingia madarakani ukamwambia Awesu kwamba ukinizingua nitakuzingua, nataka maji uwashushe kina mama maji kichwani. Hawa ni kina mama. Kati ya wakulima wa nchi 60% ni kina mama. Hatua hizi unazochukua za kupeleka umeme vijijini, sasa hivi hatusagi unga kuja Shinyanga mjini, tuna mashine vijijini. Hizi ndio haki tunazoongelea sisi watu wa vijijini, na haya ndio maisha, na huu ndio utu wa mtu. Unachokifanya Mheshimiwa mgombea na kinachofanywa na chama hiki